Sasa maji ambayo yanatoka sehemu za milima na msitu wa Eburu, tuna mito miwili. Msitu mmoja ambao unatoka sehemu za Eburu kule ndani, na mto wa pili unatoka sehemu za Mau. Mito hiyo sasa, maana ile sehemu za miinuko zinamwaga maji sehemu za chini, upande wa Dabibi na upande wa Moidabi, Kepunyo na Duru na Huruma. Jana usiku maji haya yamezidi, na kuanzia jana usiku masaa saa 2 mvua ilikuwa kubwa sana, na maji yakafurika kwa boma za watu, vitabu, mifugo yote imesombwa na hata mashule. So ombi letu kwa sasa, kwa sababu hili ni jambo la dharura, tunamwelekeza gavana wetu mpendwa Mheshimiwa Susan Kihika, gavana wa Nakuru, manake hii ni njia ya maji, ni mto, na ilikuwa tumefukua miaka 3 iliyopita. Kwa sasa silt ama mchanga umejaa, tunahitaji excavator ije ichimbue kama idisilt njia hii yote ya maji, manake maji haya yanaelekea mto wa Lake Naivasha. Kwa hivyo kuna njia mbili, njia ni kutoa mchanga, na ya pili ni kujenga culvert, box culvert, na pia ambazo zitadumu kuwezesha kwamba maji yatapita chini na watu waweze kupita juu. Si sehemu hii peke yake, maana kuna mto mwingine wa Marmanet ambao unapitia sehemu za Duru na Huruma. Pia shule ya Kipkunyu imeathirika, hospitali ya Kipkunyu imeathirika, na pia shule ya Vision Academy imeathirika. Hizo zote zaidi ya watoto zaidi ya 2,000 wameathirika kwenda mashuleni, na pia watu kwenda kazini, kwa sababu kuna makampuni mengi ambayo yanatuzingira. Pia ni changamoto, watu na wengine wanaenda kazi usiku saa 11 usiku, ni hatari sana, maana watu wanapitia ndani ya maji. So huenda tusingojee kifo kitokee ama janga kuu ambalo litakuja kuleta madhara mengi. Tunamlilia rais wetu, tunamshukuru, ni jirani wetu, ni mmoja wetu hapa. Tunamshukuru kwa sababu ametoa agizo tupate hati miliki ama title deeds na mashamba haya ya ADC. Lakini kwa sababu jirani yetu, hata baadhi ya maji haya yanapitia kwake, pia yameathiri kwake pia. Na kwa sababu ametoka sehemu za miinuko kule msitu wa Eburu, hamna njia ya kuzuia. Njia tu ni kupatia njia mwafaka maji haya yaweze kusafiri mpaka baharini. Yale ambayo yatatumika kwa sasa, kilimo ni mzuri, ikifungwa inapata mkondo wake mpaka ziwani Naivasha. So tunamlilia pia kama jirani wetu na baba wa taifa, kiongozi wa nchi, najua na uwezo, na najua akitoa amri changamoto hii itatuondokea, kama kwamba akitoa neno kwa unyenyekevu sana tunamuomba. Naamini ya kwamba tutapata suluhisho ya kudumu ya maji haya na mito hii miwili, kwa wanafunzi waweze kwenda shuleni, nasi kama wakulima mashamba yetu yaache kufunikwa, ili angalau tuone maisha yetu ya siku zijazo yanazidi kuwa mazuri, kwa sababu Mungu ametujalia na mvua na mashamba yako na rotuba, tumepanda, tunanuia kwamba tutalisha nchi ya Kenya. Lakini zaidi yote kwa sasa ni tuokoe maisha ya watoto wetu na sisi wenyewe, ili hata elimu ya watoto wetu izidi kuendelea. Tunaomba serikali yetu atusaidie kwa ajili ya maji. Maji imetufurika leo usiku, hatujalala, vile hata inataka nyesha saa hii, hatujui tunaelekea wapi. So tunaomba usaidizi kwa serikali yetu ya kaunti na serikali yetu yote watusaidie. Matinga ikuje itusaidie kuonesha hii maji njia iwashe kupitia kwa mabama. Shule hakuna sasa, sijui watoto wataingia wapi. Shule Ndabibi primary imesiliwa na maji. So tunaomba usaidizi, serikali yetu itusaidie kuonesha hii maji njia, angalau iwache kufurusha maboma ya watu. Makuku yenye inalalia mayai imebebwa leo, mapaka imebebwa, kila kitu ya chini libebwa na maji. Juu hii mvua bado inaendelea, ikinyesha tu kidogo atulali kwa maboma. So tunaomba mtu saidie, tunaumia juu ya maji. Na hii maji ikipatwa tinga, inaweza kuwa inaonyeshwa njia yake, ipite itupite. Maji yametuvamia hasa jana usiku, ambapo mvua haikuwa hapa lakini ilinyesha mlimani. Kwa hiyo maji yakachukua mkondo na yakatupata kwa kazi mwendo wa saa 2 usiku, na kuanzia hapo ikajaa manyumba, ikabeba vitu vingi na hata ikaharibu chakula. Maana ni vizuri kuzuia kuliko kuponya, kwa sababu sasa wakati tunaelekea dakika hii, tunaona kule imeanza kuwa nyeusi katika mlima, tumeanza kupata wasiwasi. Kwa hivyo tungeomba kusaidiwa kwa njia ya kuelekezwa maji kupitia excavator, maana ilikuwa hapo awali imetengenezewa njia, lakini sasa imeziba, maana imejaa. Jambo tunaiona saizi hivi inatupatia wasiwasi. Watoto, vitabu vimeenda, chochote ambacho kilikuwa kimepatikana nje kimeenda. Kwa hivyo tunaomba, tumejaribu vile tuwezavyo hapa kwa leo,
lakini ikikuja kwa kazi tunaona bado inatutisha. Yeah,